Kwenye upande wa jeshi la polisi, unajua jeshi la polisi limeanza kulaumiwa toka lilipoanza kuundwa. Kwa hiyo issue ya lawama kwa jeshi, kwa sababu hawawezi kumfurahisha mtu yoyote kwa 100%. Maana hili jeshi linafanya kazi ngumu. Kumbuka wamedhaminiwa kuwa na silaha mikononi mwao. Wanafanya kazi usiku na mchana kulinda usalama wa raia na mali zao. Kwa swala kulaumiwa hii toka lilivyoundwa jeshi limekuwa likilaumiwa, lakini kuna zile lawama ambazo ni za kibinadamu kwamba hata wafanyeje binadamu watakulaumu tu. Lakini kuna lawama zinazotokana na mwenendo mbaya na roho mbaya ya baadhi ya polisi. Maziko zile lawama ambazo tunashuhudia ni mtu tu kwamba yani binadamu hata umtendee vipi. Hii tushazoea. Hata huko kimtaani mtu unamfanyia wema na kulipa ubaya. Mtu unamfanyia wema na kwamba yeye alifanyia chochote. Hizo za kawaida za kibinadamu. Lakini kuna ile ambayo ya makusudi ya kiroho mbaya. Mtu anambambikia kesi mwenzake, anajua kabisa hii sio kweli. Wewe ni polisi, unampiga risasi mtu asiyokuwa na hatia. Yeye unampiga risasi, una wasiwasi kabisa. Na unajua kabisa mbona huyu nina uwezo wa kumkamata tu. Mimi nina uwezo wa kumkamata, nikamweka chini ya ulinzi, nikampeleka polisi, nikampeleka mahakamani. Lakini leo mtu anathubutu kukata uhai wa mwenzake kwa sababu tu amevikwa cheo kwamba yeye ni polisi. Kwa hali tukiwa na polisi wa namna hii, itakuwa sasa hakuna maana ya sisi nchi yetu kuwa na walinzi tunaowategemea, walinzi tunaowalipa kodi. Kwa sababu kama una mlinzi ambaye anakuua wewe mwenyewe mwajiri, hata kama ni mbwa ambaye anakung'ata wewe mwenyewe, huwezi kuwa na mbwa wa namna hiyo. Hao umechukua mlinzi yeyote umemweka ndani, maana uwe mlinzi mnyama. Unaleta mlinzi binadamu alafu anakuwa na kazi ya kukuinda wewe mwenyewe. Haiwezekani jamani. Tunahitaji jeshi la polisi la kulinda usalama wa raia na mali zao. Sasa kama inakuingia roho mbaya polisi, ivue, kwa sababu utakuwa kama jambazi sasa. Wewe unategemea kusaidia alafu tena unakoenda wa kwanza kudhuru mtu. Hauwezi kuwa polisi kwa kweli. Ndio.